hapa miaka ya nyuma ikifanya operation zake vizuri, na kulikuwa na meli ya MV moja ikija hapa, lakini takriban miaka kama 20 fanye kazi na hakuna meli inayokuja. Na kwa kuzingatia Musoma sisi eneo kubwa tunapakana na Kenya pamoja na Uganda, nikafikiria mimi kama mbunge kwa maslahi mapana ya wananchi wa Musoma mjini kufungua fursa na kuchochea uchumi wa eneo letu, basi serikali kupitia wizara yako ije kuboresha bandari hii na iweze kufanya kazi, kwa sababu tuna meli yetu ya MV Mwanza ambayo imeweza kujengwa kupitia wizara yako ya uchukuzi, na Mheshimiwa Rais katoa fedha takriban bilioni 120 na meli hiyo imeanza kazi rasmi. Ni fursa sasa kwa hiyo meli kuweza kuja katika manispaa ya Musoma kwa kupitia Ziwa Victoria. Niombe serikali yetu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na wizara yako muone namna bora na nzuri ya kuja kuboresha na kurekebisha bandari hii na iweze kufanya kazi, kwa sababu wananchi wengi wa Musoma mjini wafanya biashara wanachukua bidhaa zao kutoka Uganda. Kwa hiyo kutoka hapa Musoma ukasema unapitia Sirari, Kisumu mpaka ufike Uganda, ama utoke Musoma uende Mwanza, Bukoba, Mtukura ufike Uganda, ni mbali sana, tofauti na meli ikiweza kufanya kazi hapa ikakatiza hapa kwenda Kisumu mpaka kufika hapo Uganda, ni karibu sana. Kwa hiyo tutafungua fursa nyingi sana za uchumi, na hata bidhaa zitapungua gharama, kwa sababu gharama za usafiri zitakuwa ziko chini. Kama unavyojua kupitia wizara yako, usafiri na usafirishaji ndiyo kitovu cha uchumi wa taifa hili. Kwa hiyo tutakapofungua bandari hii tutaenda kufungua fursa kubwa za kiuchumi kwa manispaa ya Musoma, mkoa wa Mara na Tanzania kwa ujumla, ukizingatia mnatarajia kujenga reli ya SGR kutoka Tanga, Arusha kuja mpaka Musoma. Kwa ikifika hapa ikakutana na hii bandari yetu itaweza kuconnect vizuri na uchumi utaweza kufunguka kwa kiasi kikubwa, na dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha uchumi wa manispaa ya Musoma na mkoa wa Mara unafunguka na tabasamu kwa wananchi wake linapatikana. Bandari hii ina historia. Miaka 70 hapa meli ya MV moja ilikuwa inakuja ndani ya meli ya MV moja, mna njia za reli ilikuwa inabeba mabehewa, inakuja inakwenda mjini, na kwa hivyo kina cha maji cha hapa si chini ya mita 5, kwa vile meli hizi za kawaida ndogo ndogo zinaweza kukaa hapa. Sasa serikali ina mpango wa kuboresha usafiri wa majini katika maziwa yote, kwa sababu kubwa ya msingi ni kwamba usafiri wa majini ndiyo usafiri rahisi kuliko safari nyingine zote. Ukiinganisha na reli, usafiri wa majini rahisi. Ukiinganisha na magari, usafiri wa maji ni rahisi. Kwa hivyo serikali kwa kuliona hilo, tumetoa kipaumbele cha maksudi kwa maziwa yote kuhakikisha tunajenga vyombo na tunajenga magati. Kazi kubwa sasa inafanyika kwenye Ziwa Nyasa, kazi kubwa inafanyika kwenye Ziwa Tanganyika, kazi kubwa inafanyika kwenye Ziwa Victoria. Kwa upande wa Ziwa Nyasa tunajenga gati, tunatumia takriban bilioni 75.85. Ukenda Ziwa Tanganyika tumejenga bandari ya Karema karibuni bilioni 38. Mwanza North tumesema bilioni 18.8 tunajenga pale. Kimondo tumetumia karibuni bilioni 21.5. Bukoba mjini bilioni 19.2. Sasa ni zamu ya Musoma. Nimekuja hapa, wataalamu watakuja kufanya survey kwanza kuhakikisha kina cha maji ni kiasi gani. Kama ni mita 5 tuende mpaka mita 7. Meli nyingi tunazozijenga hizi nataka maji angalau mita 7. Tutengeneze kama mita 7, tuangalie gati hii iko vizuri, kama haiko vizuri tuiongezee nguvu iwe inafanya kazi vizuri. Halafu mzigo sasa utoke Mwanza kuja hapa kwa kutumia meli. Itakuwa rahisi kuliko mzigo kupitia kwa njia barabarani. Kwanza bei itakuwa hali, na kwa mtumiaji wa mwisho bei itakwenda kwa hali. Pili, tunaharibu barabara zetu kwa magari. Lakini kama itapitia huku kwenye maji, barabara zitakuwa salama na bei ya vyakula itashuka. Pia kama alivyosema Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa tuna nchi mbili. Tuna Kenya, kuna Kisumu, tuna na Uganda.
tukiweza kuboresha bandari hii, wananchi wa Musoma, wananchi wa mkoa wa Mara na Watanzania kwa ujumla watafanya biashara kwa urahisi kwa kupitia Ziwa Victoria. Sisi kama serikali tumejipanga na tutaleta timu ya wataalamu itaanza kufanya initial feasibility study kuona bandari hii inaweza kuhimili meli za aina gani. Kama inatakiwa iongezewe ama ifanyiwe dredging, yani tuchimbe, tutafanya hivyo, lakini tunataka tuhakikishe kwamba bandari hii inatumika. Ukiangalia miundombinu ya reli ipo mpaka leo hii hapa. Hapa ilikuwa reli inakuja inafungwa, vitu vidogo vidogo tu. Bandari na urefu karibuni mita 100. Kwa meli za kawaida zinazotembea Ziwa Victoria hapa panatosha. Kwa vile wataalamu watakuja, watafanya hiyo feasibility study, halafu watuambia, halafu tutajipanga. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na kuhakikishia ili tumelibeba na hapa pana fursa kubwa na hatutaweza kuacha fursa hii. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi tumelichukua, tunaenda kulifanyia kazi. Ndugu zangu, nashukuru sana, na Mheshimiwa mbunge wa Mara tunasema umependelewa, lakini wengine kwa lugha za kitaalamu wanasema it's in a geostrategic location. Katika mikoa ya kanda ya Ziwa ni mkoa wa Mara peke yake ambao umepakana na nchi mbili. Mikoa mingine ina access kwenye nchi moja tu, lakini mkoa wetu wa Mara una access kwenye nchi mbili ambazo tunapakana nazo. Na tizama hiyo katika muktadha wa ziwa. Sasa kwa kitendo cha kupata bahati hiyo ya kuwa kwenye eneo hilo zuri kimkakati, tunaona kuna mambo muhimu sana ambayo bado hatujatumia kama fursa. Sasa uwepo wa eneo hili la bandari ya Musoma, hii ni fursa ya kipekee kabisa ambayo sisi wanamara tunaitizama, if well tapped, itakwenda kufungua uchumi kweli kweli, si wa mkoa tu, lakini wa kanda ya Ziwa na taifa kwa ujumla.